Karibu katika kipindi Discovering Africa kupitia teknolojia mpya. Mfululizo wa vipindi kupitia mfumo wa podcast kinachoelezea uzuri wa hazina adhimu za Afrika, wabunifu na wataalamu wanavyoshughulikia changamoto tata ili kupata suluhisho kwa kutumia maarifa ya kiasili, teknolojia na ubunifu. Kipindi chetu kinahamasishwa na Agenda 2063 kifungu cha 7 cha Umoja wa Afrika inayolenga kuitambulisha upya na kubadili mtazamo hasi wa simulizi kuhusu Afrika. Tunaamini kwamba Afrika ina uwezo wa kutatua changamoto zake za maendeleo yenyewe na kuwa mwenza bora, mwenye umoja, uvumilivu, amani na mwenye ushawishi mkubwa. Jiunge nasi katika kupitia mabadiliko ya kiteknolojia yanayotarajiwa barani Afrika, ukiwa nami msimulizi wako Razia Platini Mwanga, na uweze kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu wanaoshawishi mabadiliko barani Afrika. Leo tunasherehekea siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu wekeza katika wanawake, harakisha mabadiliko. Na leo katika kipindi chetu tutakuwa na mvumbuzi mbunifu wa sauti ya wanawake masokoni, mwanasheria na mtetezi wa haki za wanawake na haki ya kijinsia na mwezeshaji wa sekta isiyo rasmi Bi Jane Magigita, ambaye pia ni mkurugenzi wa Equality for Growth. Kwa kutambua na kuthamini, karibu utuelezee kwa nini ulianzisha Equality for Growth. Asante sana pekee na kupongeza sana kwa kazi nzuri unayofanya ya kuhabarisha, toa taarifa, jenga uelewa wa jamii kuhusu masuala mbalimbali kama ambavyo umeweza kuelezea. Equality for Growth hii ni shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo lilisajiliwa takriban miaka 15 iliyopita, lenye lengo kuu kabisa la kujenga uwezo wa sekta isiyo rasmi katika nchi ya Tanzania, hususan makundi yanayokumbana na changamoto mbalimbali za kiuwezo, changamoto za kielimu, kimazingira, ambazo zinawafanya wakiwa katika sekta hii wanashindwa kufikia kiwango cha juu cha uzalishaji cha maisha yaliyo bora katika kutekeleza majukumu yao. Na kama mnavyofahamu, Tanzania ni nchi yenye uchumi wa kati, na katika mfumo mzima wa ukuaji wa uchumi, kwa mfano 2001 nchi iliweza kuwa na GDP ya 4.9, lakini miaka ilivyokuwa inakwenda GDP ya nchi imekuwa ikiongezeka mpaka kufikia 5.5%. Na ukuaji huu unachagizwa na mambo mbalimbali ikiwemo sera za uwekezaji, sera za nje zinazoruhusu namna ambavyo watu wanakuja kuwekeza, sera za uzalishaji, sera za biashara na masuala mengine mtambuka yakiwemo usawa wa kijinsia na masuala ya kimazingira. Hii hali ya ukuaji wa kiuchumi unaoiona sasa, hasa kwa miaka hii ya karibuni, wakati taasisi yetu inaanzishwa, hali haikuwa kama ilivyokuwa. Na bado katika mazingira ukuaji wa kiuchumi kuna makundi kama haya tunaosema ya watu waliojiajiri ambao ni sekta isiyo rasmi, bado walikuwa wako katika mazingira ambayo sio stahiki katika kukuza uchumi wao. Kama unafuatilia hasa hizi takwimu zetu, ikiwemo takwimu za ajira, kwa mfano, zinasema ni 34% tu ya wanawake Tanzania ambao wako katika ajira rasmi. Maana yake ameenda kwenye taasisi au kwenye ofisi au kwenye kiwanda, amesajiliwa na ni mfanyakazi anayetambulika katika mfumo mzima wa ajira nchini. Lakini zaidi ya wanawake 65% hawa ni wanawake waliojiajiri, na wengi wako katika mfumo mzima wa mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo, wengine wako katika sekta za biashara, sekta za huduma za jamii, huduma za kibiashara pia wanatoa huduma mbalimbali, na hawa wamejiajiri. Wakati huo tunasajili taasisi, ilionekana kwamba bado kuna changamoto kubwa ya makundi haya kuweza kufikiwa na taasisi mbalimbali, ikiwemo huduma muhimu ambazo zingeweza kuchagiza ukuaji wa hii sekta, kwa sababu hii sekta tunaposema sekta isiyo rasmi ni sekta ambayo inazalisha uchumi na wenyewe ambao unakuwa na sura ya uchumi ambao sio rasmi. Tunaita informal economy, lakini huu ni uchumi ambao unakuta hauna kumbukumbu nzuri kwenye vitabu vya mahesabu, hauna kumbukumbu nzuri kwenye mfumo wa kuhesabu kiasi gani wanaingiza na kwamba wanachangia kiasi gani
kwenye kujenga uchumi tunasema local economy development au uchumi wa chini wa kimaendeleo, unakuta zile kumbukumbu zipo, kwa sababu kwanza si watu waliosajiliwa, ni watu waliojiajiri, wanaoamka asubuhi, hawatambulikani katika manispaa zetu, hawako kwenye kumbukumbu zozote, biashara zao hazijasajiliwa, na unakuta wanazungusha uchumi kwenye jamii usiotambulika, lakini ni uchumi unaokuza biashara, lakini ni uchumi unaokuza mzunguko mkubwa wa fedha katika ngazi ya chini ya serikali za mitaa. Na mara nyingi uchumi huu ndio uchumi ambao unaenda hata katika ngazi ya kaya, na unakuta kama ni mwanamke au ni mwanaume mzalishaji, kwa mfano ni mchuuzi wa biashara ndogo ndogo, au ni mwanamke mfanyabiashara sokoni, au ni mtu ambaye anachukua bidhaa zake toka katika shamba lake dogo, mazao anaingiza katika gulio, au ana bidhaa mbalimbali kwa kushika mikononi akizunguka, lakini unakuta hawa ndio wanaolea familia na wanaweza pia kufanya watoto wetu tunaowaona ambao ni kizazi cha kesho wakaweza kwenda shule, wanaweza pia kulipia matibabu, wanafanya pia mzunguko unaozochagiza maendeleo mengine madogo yanayotokea katika maeneo yao wanayoishi, na hii inaweza kuwa ni mjini au vijijini. Kwa hiyo wakati tunaanzisha taasisi hii ilitokana na ukweli kwamba bado makundi haya yalikuwa yana changamoto ya kufikiwa, kwa sababu yako kwenye mazingira pia ya kiutendaji ambayo sio rasmi, na unakuta upatikanaji wa taarifa nyingi zinazohusu biashara zao, zinazohusu maendeleo haziwafikii chini kama ambavyo zingewafikia raia wengine. Na kwa kuwa wanatumia muda mwingi kufanya kazi, pia wanaamka asubuhi sana na wanalala kwa kuchelewa, unakuta pia mfumo wa kuwafanya wawe na taarifa kwa wakati na taarifa sahihi na kwa wakati unakuwa ni kundi ambalo linasahaulika, na pale linasababisha pia kundi hili kuwa nyuma. Kwa mfano kwenye masuala mengine mtambuka yanayoweza kuchagiza maendeleo mapana ya kitaifa, kwa mfano hawezi kupata taarifa za kibenki, hawezi kupata taarifa muhimu zinazohusu afya, hawezi kupata taarifa muhimu zinazohusu masoko, hawezi kupata taarifa muhimu zinazohusu elimu. Na hii elimu inaweza kuwa elimu rasmi, elimu isiyo rasmi, lakini inaweza kuwa pia elimu, kwa mfano tunasema elimu ya nini, ya ujuzi, tunasema vocational skills, vocational training, hawezi kupata na hawezi kufikiwa. Kukosekana kwa data au takwimu muhimu za kundi hili, kwa maana ya kutambua aina za biashara wanazofanya, wako kiasi gani, wako eneo gani, na kuzichambua taarifa hizo kijinsia kulingana na makundi pia mengine yenye uhitaji maalum, kama watu wanaoishi na ulemavu na watu wenye mahitaji mengine maalumu, zinakuwa ni ngumu sana kuzipata, sio tu katika ngazi ya chini ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, lakini pia unaweza ukaona kulikuwa kuna hiyo ombwe kubwa la taarifa au takwimu muhimu za watu hawa hata katika ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo pia wakati unapanga maendeleo na una upungufu wa hizi data, inakuwa ni changamoto sana namna ya kujua ukubwa wa tatizo, lakini kujua ni rasilimali zipi au za kiwango gani zitahitajika kuweza kuhudumia makundi haya. Sauti ya wanawake masokoni ni nini? Modo au hadithi kubwa ya kiutendaji ya mafanikio ya kundi la wafanyabiashara sokoni, na wanawake wakawa wanufaika wakubwa wa programu hii ambayo imeendeshwa miaka 15 kwa mafanikio makubwa. Lengo la kuwepo kwa programu hii ni kuhakikisha kwamba wanawake ambao wengi sana katika miji na katika vijiji wanatumia mfumo wa masoko rasmi na masoko yasiyo rasmi kama sehemu au kitovu cha biashara, waweze kuuza biashara au bidhaa zao walizoweza kuzalisha au ambazo wanafikiri wanaweza kuuza. Kwa mfano magulio, masoko yetu katika kata, masoko yetu vijijini, masoko katika miji, na haya ni masoko makubwa, masoko ya kati na masoko ya chini. Na kwa sababu pia ya ongezeko kubwa la idadi ya watu, tunaita population size, bado tunaona uwepo wa masoko kama kitovu muhimu cha biashara nchini, hasa kwa kundi ambalo limejiajiri.
Kumbuke nimekuambia ni 34% tu ya wanawake ambao wameajiriwa rasmi, lakini wale wengine zaidi ya 65, 66, 67 ni wanawake ambao wamejiajiri. Wale wanapokuwa katika sekta ya kilimo au sekta ya kutengeneza bidhaa fulani, kwa mfano wanatengeneza shanga au wanatengeneza bidhaa labda za nguo kama batiki au wanatengeneza bidhaa za kitamaduni na labda kama ni kilimo, wengi wanakuwa kwenye kilimo, baadhi yao wanazichukua baadhi ya bidhaa za kilimo au mazao yatokanayo na kilimo, wanayachakata kuwa bidhaa zingine. Wanapeleka wapi bidhaa hizo wanapozitengeneza au kuzizalisha? Soko limeonekana kuwa ni eneo muhimu sana la kibiashara kwa wanawake katika Afrika, lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sisi tuliona kufanya kazi na kuangalia ecosystem ya masoko au mzunguko mpana zaidi wa mfumo wa masoko nchini ni eneo ambalo litatufanya kukutana na makundi nyeti na muhimu sana, ikiwemo kundi la wanawake. Kwa hiyo na tuliweza kubainisha mahitaji yao. Tulifanya utafiti tunaita baseline survey ambayo ilichukua sample ya masoko zaidi ya 15, mengine yakiwa ya hapa Dar es Salaam na mengine kwenye mikoa kadhaa, na tukagundua mahitaji muhimu ya wanawake. Mengine yalikuwa ni mahitaji ya kimifumo, mengine ni mahitaji binafsi, mengine ni mahitaji ya makundi ya wanawake katika masoko. Kwa hiyo katika mradi huo tuliweza kugundua kwa mfano mifumo yetu ya halmashauri na manispaa bado haijaweza kushusha swala la usawa wa kijinsia katika utekelezaji na usimamizi wa masoko nchini. Makundi katika masoko hasa ya wanawake hayajaweza kufikiwa. Wanawake katika masoko wana mahitaji ya kipekee ambao ni tofauti na wafanyabiashara wanaume, ikiwemo hawa ni wanawake ambao wengine ni wazazi au walioolewa, wajane, na wana mahitaji yao. Lakini pia tuliona wanawake hawashiriki kikamilifu katika maamuzi na katika uongozi wa ngazi tofauti za masoko, ikiwemo vyama vya ushirika, kamati za masoko na usimamizi katika vitengo mbalimbali vya masoko. Na hii iliwatupa nje, kwa maana ya kwamba kuna watu ambao wanaume wanafanya maamuzi kwa niaba yao, na wakati mwingine kwa kufanya maamuzi kwa niaba yao, ina maana hawakutani na mahitaji muhimu na sauti za wanawake wakati wanatekeleza mahitaji hayo. Lingine ni swala zima la mfumo mzima wa budgeting au wa uwekaji wa bajeti, kwa sababu pia usipobainisha mahitaji ya makundi tofauti, unaweza ukakuta swala zima kwa mfano la miundombinu katika masoko linakuwa linashughulikiwa katika namna ambayo haiwezi pia kuangalia mahitaji stahiki ya makundi maalum. Kwa mfano, kumekuwa na maboresho makubwa sana ya mfumo wa masoko nchini, kwa maana ya majengo yanayojengwa, kwa maana ya urekebishaji wa miundombinu ya masoko kama vyoo, lakini pia usimamizi mzima wa masoko. Na haya ni maendeleo makubwa sana yanayofanyika nchini kupitia serikali yetu. Lakini pia ni kwa kiwango gani mchakato mzima wa mabadiliko makubwa katika sekta ya masoko nchini unafanywa katika mtazamo wa kijinsia, lakini kuhakikisha pia wanawake na makundi mengine yaliyo pembezoni kama watu wanaoishi na ulemavu wanaweza kuwa sehemu ya kutoa maoni na kuwa sehemu ya mabadiliko haya makubwa yanayotokea kiuchumi katika uchumi wetu wa serikali za mitaa. Kwa hiyo sasa tunaangalia masuala yote ya mifereji, upatikanaji wa huduma kama za maji, nishati, pamoja na masuala mengine muhimu kama ya hitaji stahiki kama vyoo, maeneo maalum ya kunyonyeshea watoto, kwa sababu wanawake wanakuja wakiwa ni wanafamilia, wanakuwa pia na mahitaji, wanaingia hapo lakini wanakuta mazingira sio stahiki. Kwa mfano, wanapoingia na watoto, ana mtoto wa miezi 7 anamnyonyesha, lakini mazingira yale ya kibiashara hamfanyi yeye kuwa katika mazingira ya usafi, lakini pia mazingira ya usafi kwa mtoto, lakini pia namna ambavyo atafanya biashara yake na ikaheshimika, hasa watu wanapokuja kutafuta huduma na wanamkuta akiwa na mtoto ananyonyesha. Kwa hiyo kunahitajika pia, kulingana na guidelines zetu za kitaifa ambazo zimepitishwa, kwamba kuna uwezo wa manispaa zetu kutengeneza maeneo maalumu ya uangalizi wa watoto au tunaita baby creches, ambazo whether zinaweza kuwa kwenye community level
kwenye ngazi ya jamii au zikawa private. Na katika maeneo haya ya umma bado kuna hiyo changamoto ya kuweza kutafsiri. Kwa mfano, watu wa mipango wanapotengeneza mipango ya katika majiji wakishirikiana na wahandisi na wachora ramani, namna gani majengo yanayojengwa yataweza kuchukua mahitaji stahiki ya watumiaji wa maeneo haya ya umma. Kwa hiyo soko limeonyesha kuwa na wanawake wengi sana, pengine hata kuliko wanaume, lakini miundombinu kidogo inapishana na wale ambao wanayatumia hayo masoko. La lingine ambalo la muhimu sana ni namna gani tunaweza kutambua mchango wa makundi tofauti ambayo yanashiriki katika kujenga uchumi wa mitaa na uchumi wa majiji kwa mbinu tofauti, ikiwemo ulipaji wa kodi, tozo mbalimbali. Kwa hiyo tunafikiria mbali tu na kwamba hawa ni wanawake, ni raia na wana haki zao za msingi za kuweza kushiriki kama wachagizi wa uchumi, lakini pia wana haki, wanalipa ushuru na tozo mbalimbali, na wanapotumia miundombinu ikiwemo mfumo mzima wa usafiri katika majiji, wanachangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa haya majiji na miji. Ni namna gani kiasi cha fedha zinazokusanywa kama tozo zinarudishwa tena kutengeneza mazingira rafiki ya hawa wanawake kuweza kuendelea kutumia yale maeneo kwa ufanisi, na wakaweza kuwa wazalishaji zaidi na kuongeza pia mapato ya majiji. Kwa hiyo lina sura mbili au tatu. Lina swala la haki za binadamu na haki za wanawake, kuhakikisha haki za msingi zinatolewa kwa makundi tofauti katika maeneo ya umma, lakini pia linabeba sura ya kiuchumi kama watu wanaochangia mfumo mzima wa uchumi na mapato, namna gani mfumo yetu ya local authority na regional administration na utawala serikali za mikoa zinaweza kurudisha mazingira rafiki kwa haya makundi yakawa wazalishaji wazuri zaidi. Lakini kulitazama swala zima kama ni swala la uwekezaji, kwamba unapoona unawekeza leo, pengine ndani ya miaka mitano, miaka 10, 15, sekta ya masoko inapata sura pana kuwa labda ni kitovu kikubwa cha utalii, kitovu kikubwa cha biashara za ndani, kitovu kikubwa cha soko, hasa tunapoingiza pengine na kusafirisha bidhaa nje. Kwa hiyo ile dira pana, unalionaje soko la kawaida katika Tanzania kesho linaweza kuwa ni kitu gani katika uzalishaji na kuinua mfumo mzima wa uchumi katika nchi, ikiwemo namna ambavyo itachangiza kwenye GDP ya taifa au pato kuu la taifa. Ni muhimu sana kuwa na hizo pande vipande ambavyo vinaungana tunapotafuta majibu na majawabu muhimu ya kuwajengea uwezo wanawake kama wazalishaji, lakini tunaangalia pia na sera zinazotungwa na halmashauri zetu, tunaangalia mfumo mzima wa bajeti na namna gani bajeti inarudi kushughulikia masuala na mahitaji maalum ya makundi haya, na namna gani pia tunatafuta fursa nzuri za uwekezaji, kukuza wale wanaoingia katika masoko. Baadhi yao wanaweza wakagraduate na kuwa labda ni SMEs ambao wanaweza kusaidiwa, kwa mfano kufikia fursa mbalimbali, ikiwepo fursa za mikopo ya fedha katika mabenki, kufikia mifumo mingine kwa mfano ya social protection au hifadhi za jamii. Wengine wanaweza kufikia hata mfumo mzima wa masoko ya nje kwa kusafirisha bidhaa. Kwa hiyo namna gani tunaweza kumarket soko letu na likawa sehemu muhimu inayotazamwa katika miji. Tanzania ni nchi ambayo ina vyakula vizuri vinavyozalishwa, kwa mfano kuanzia mboga, zao ya biashara ya chakula kama mchele na vitu vingine, nafaka. Wanawake wa Tanzania na wanaume wa Tanzania, maana tuna mamalishe sasa hivi na babalishe wengi tu, wanapika chakula ambacho kinaweza kuliwa na kikakubalika. Iwapo kitawekwa katika mazingira mazuri, kwa mfano katika soko, inaweza pia kuwa kitovu kizuri cha utalii kwa wale ambao wanapenda kula local dish. Kuna mtu anakuja tu toka nje huko, amechoka vyakula vya kwenye nchi, anasema niende Tanzania nikale chakula kilichopikwa na Mtanzania, ambacho hichi kinaitwa ni chakula cha Tanzania local kabisa, ambacho ni chakula chenye ladha na uzuri wa Kitanzania. Lakini anapofika kwenye soko akikuta mazingira rafiki, maana yake tutaweza kuona mapato yakiingia, sio tu kwa mwanamke na mwanaume anayefanya kazi sokoni, lakini tutaona pia halmashauri ikipata mapato zaidi. Kwa hiyo sisi
tunaangalia mfumo mpana kabisa wa lile soko lilivyo, lakini kazi kubwa tuliofanya katika miaka 15 ni kuhakikisha mwanamke anatambulika, anashiriki nafasi za uongozi. Sheria ndogo ndogo zinatazamwa upya ili kuweza kubaini na kutambua mahitaji maalumu ya makundi stahiki, kuwaunganisha wanawake wafanyabiashara, kamati za masoko pamoja na viongozi wao, ikiwemo viongozi wa kisiasa kama madiwani, waweze kuona umuhimu wa kutembelea soko na kushughulika na kero zinazoibuliwa ndani ya masoko, kuhamasisha wanawake wengi, kwa mfano, kuwa viongozi sio tu wa masoko, lakini wanaweza pia kushiriki kushawishi mabadiliko hata mahali wanapoishi, kia fursa muhimu za kibiashara katika mabenki na katika taasisi mbalimbali. Asante. Una mafanikio gani? Kwa nini tulianzisha programu hii? Tumewekeza kuendesha mafunzo maalumu ya kuibua wanawake viongozi ambao walianza pia kuchukua nafasi mbalimbali za uongozi kwenye masoko, wakiingia kwenye chaguzi na kushawishi mabadiliko ya katiba za masoko ili ziweze kutambua usawa wa kijinsia. Tuliwekeza pia kwenye mafunzo maalumu ya kuwawezesha wanawake kuwa wasaidizi wa kisheria, wajue haki zao za kisheria, lakini wasaidie wafanyabiashara wenzao kuzifahamu, kuzilinda na kuzitetea, na pia kwa kiwango kikubwa kupunguza, kwa mfano, matukio ya ukatili wa kijinsia katika maeneo ya umma. Maana tuligundua kwamba wanawake na wanaume kwenye soko wanapofahamu haki na wajibu wao kisheria na kikatiba, wanakuwa pia watunzaji wazuri au walindaji wazuri wa haki za wenzao na haki zao wenyewe. Lakini pia kingine tulichowekeza ni kuwekeza kutengeneza mazingira rafiki ya wanawake kuwa na mahusiano mazuri na viongozi wao ndani ya masoko, lakini kuwa pia na mahusiano mazuri na halmashauri zao, na pale ambapo kuna vitu vinaonekana havijaenda vizuri, wanakuwa na mfumo mzuri wa kuwasiliana na wanasiasa na viongozi kuweza kusikiliza mahitaji ya wafanyabiashara na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kero ambazo zilikuwa nyingi zinawasumbua wafanyabiashara, kwa mfano masoko yaliyokaa muda mrefu bila kukarabatiwa, tozo ambazo zinasumbua zinazoibuliwa bila kufanya mawasilisho au kuwahusisha wafanyabiashara. Haya ni maeneo ambayo huweza kufanyia kazi kwa kujenga mashirikiano mazuri. Kwa hiyo EFG tuliwekeza sana kwenye swala zima la kujenga mahusiano, tunasema kujenga madaraja kati ya wafanyabiashara na viongozi wao ili waweze kusikilizana kwa karibu. Kingine ni mazingira stahiki ambako tuliwekeza. Kwa mfano, wanawake waliona wakati mwingine hawako safe sana au salama wanapokuwa maeneo ya umma. Ukatili wa kijinsia unaokuja katika njia tofauti, ukatili unaotokana na udhalilishaji wa kingono, matusi, udhalilishaji wa kiujumla, ikiwemo ukatili wa kimwili, vilikuwa ni vitu vinavyoonekana vya kawaida sana kwenye masoko na viliwanyima sana wanawake uhuru wa kufanya kazi na kuona kama soko ni sehemu salama. Kwa hiyo tuliwekeza sana eneo hilo ambalo lilihusisha kujenga uwezo wa viongozi katika ngazi ya halmashauri na ngazi ya masoko kufahamu umuhimu wa kujenga usawa wa kijinsia, kuheshimu katiba yetu ya nchi, imetoa ulinzi kwa wanawake na wanaume na kuondoa kila aina za ubaguzi, lakini pia kuwekeza katika ngazi tofauti kuhakikisha kwamba kuna ulinzi wa wanawake na kuona pia namna gani jeshi la polisi hasa kupitia madawati ya kijinsia wanaweza kufanya kazi kwa karibu na masoko, hasa ambapo kuna kesi ambazo ni kero kubwa. Kama soko imeshindwa kulishughulikia, basi zitapelekwa ili ziweze kushughulikiwa na vyombo vingine vya kisheria. La muhimu pia ambalo tumeliona ni ushawishi na utetezi, ambapo tumeona wanawake wakijengewa uwezo wa kujiamini, kuibua hoja zao, hata kukutana na viongozi sio tu kwenye ngazi ya chini, lakini hata ngazi ya kitaifa. Tumeona kumekuwepo na kuundwa kwa umoja wa wanawake wajasiriamali sokoni Tanzania, ambalo ni zao kubwa la hii program ya Sauti ya Mwanamke Sokoni, na sasa tuko katika kazi kubwa ya kulea umoja huu. Tumeona umeweza pia kufanya kazi kubwa hasa ya kuwasiliana na viongozi wa kitaifa pale ambapo wana ushauri kwenye masuala mazima ya sera, sheria na programu mbalimbali nchini. Tumewekeza maeneo mengi sana ambayo yanahusisha pia hata vyombo vya habari kuona umuhimu wa kuchukua taarifa na simulizi za wanawake masokoni. Tumeona mabadiliko makubwa sana ya taasisi na vyombo vya habari kupenda kuja katika maeneo ya masoko, kuongea na wanawake na kuchukua hadithi zao
changamoto zao na kuwa sehemu ya vyombo vya habari. Hili lilikuwa halipo kabisa mwanzoni. Programu yetu iliwekeza kufundisha waandishi wa habari toka vyombo vikubwa ikiwemo vya television na redio, wakaelewa sekta isiyo rasmi, changamoto zake, na wakaanza kufanya hizo tunaita field visits katika masoko, wakitembelea masoko mbalimbali nchini, wakiandika simulizi za wanawake, na tumeona kumekuwa na coverage nzuri sana katika miaka hii 15 kutokana na hii program ya Sauti ya Mwanamke Sokoni. Kwa hiyo kipekee niseme tumewekeza maeneo mengi ya kihuduma, maeneo mengi ya elimu, maeneo mengi ya utetezi na ushawishi wa sera na masuala mazima ya rasilimali za umma, lakini pia tumewekeza katika uundwaji wa vikundi mbalimbali ikiwemo vikundi vya kuweka na kukopa ambavyo vinafanya vizuri sana katika mikoa 10 hiyo ya Tanzania bara. Na tumeona mafanikio makubwa. Mwaka jana tuliadhimisha mwezi wa 10 miaka 15 na shuhuda nzuri za mafanikio imeonekana kutokana na hii program ya Sauti ya Mwanamke Sokoni, na ambapo tumeweza kudocument au kukusanya hadithi simulizi pamoja na mafanikio ya hii modo ambayo ilifanyika katika mikoa 10 ya Tanzania bara, na sasa hivi tunategemea ndani ya miaka 3 ijayo kuweza kufikia mikoa mingine 5 na in the long run tuweze pia kufikia nchi nzima kwa kufanya kazi na wadau mbalimbali ambao watakuwa tayari fanya kazi na sisi. Kwa hiyo kipekee tunazishukuru sana halmashauri ambazo zilitoa nafasi na vibali kutekeleza mradi huu, lakini pia serikali awamu ya 5, awamu ya 6 ambazo zote pia zilitoa fursa kwa taasisi yetu kuwa na mazingira stahiki ya kufanya kazi, na tunaamini pia wadau wa maendeleo ambao walituunga mkono kwa asilimia kubwa katika kufadhili miradi mbalimbali inayohusu kujenga uwezo wa wanawake kisheria, kujenga uwezo wa wanawake kiuongozi, wafanya wanawake kujiamini, kuunda vikundi na kushiriki katika maendeleo ya masoko yao, na kuweza kutengeneza kundi kubwa la wanawake nchini zaidi ya 10,000 ambao tunawaita wanawake mashujaa, viongozi, wanaharakati, wana mabadiliko, utekelezaji wa sheria katika hii mikoa 10 fanya kazi kubwa sana, nasi tunafikiri kwamba hii ni modo nzuri ya kuigwa na inatakiwa sio tu kuigwa katika mikoa mingine 20 ya Tanzania bara, lakini pia Zanzibar, lakini pia Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Asante mkurugenzi wa EFG. Tunaposherekea siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu ya wekeza katika wanawake, harakisha mabadiliko, una ujumbe gani kutokana na jinsi mlivyojifunza katika miaka 15 ya ufanyaji kazi katika Equality for Growth na Sauti ya Wanawake Masokoni? Kuna umuhimu gani wa kuwekeza katika wanawake ili kuongeza na kuharakisha mabadiliko? Kama neno lenyewe linavyosema wekeza kwa wanawake ili kuharakisha mabadiliko hasa ya kiuchumi, ni kuona namna gani tunawekeza kwa kuangalia mfumo mzima wa budget nchini na namna gani unaweza kufikia makundi haya ya chini kabisa ya masoko, hasa wanawake hawa wajasiriamali katika masoko. Na niseme tu hii modo imekuwa modo nzuri sana ambayo inaweza ikatumika pia kwa sekta zingine za sekta isiyo rasmi nchini, ikiwemo wanawake walioko kwenye uvuvi, walioko kwenye madini, walioko wachimbaji wadogo wadogo hao, na wanawake hata kwenye makundi mengine kama ya wachuuzi. Bado ni modo nzuri, inaweza kutumika kwa vijana na makundi mengine. Lakini pia tukimbali na bajeti ya kijinsia ambayo ni eneo muhimu sana la kuangaliwa, tunatakiwa pia tuwekeze kwenye ujuzi. Ujuzi, hawa ni wanawake sekta isiyo rasmi, wengi wao wamemaliza elimu ya msingi, na mbali na elimu hiyo wachache wao labda wanaweza kuwa wamemaliza elimu ya sekondari, mbali na kuwa na wazoefu kwenye biashara maeneo ya umma, lakini hawana ujuzi mwingine wa kibiashara. Kwa hiyo kama tunataka tuendeleze mifumo yetu ya masoko na mapato ya masoko na uchumi wa majiji pamoja na uchumi wa familia, ni muhimu tukawekeza kwa kuwapa ujuzi mbadala na ujuzi wa ziada kwenye maeneo tofauti ambayo yataweza kukuza tija na ufanisi wa kazi zao kama wafanyabiashara na kama ni wazalishaji
wakazalisha bidhaa nzuri kwenye ubora na viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo hili pia ni eneo la uwekezaji. Eneo lingine, eneo la teknolojia, namna gani tunaweza kutumia ukuaji wa teknolojia iweze kukuza biashara za wanawake. Moja, kwa kuwajengea uwezo wa kufahamu namna teknolojia inaweza kugeuza na kufanya mapinduzi makubwa kwa biashara zao, lakini kuwekeza kwa kuwapa miundombinu rahisi itakayosaidia wao kuwa na uwezo wa kutumia teknolojia, sio tu kuwa na intaneti tunaosema, lakini pia uwezo wa kuilipia hiyo intaneti au wifi, gharama zitashuka, ili waweze kutafuta kwa mfano masoko toka kwenye nchi za jirani, wa uwezo wao wa kutumia zile simu na vitendea kazi vingine vya kiteknolojia katika kukuza biashara, na pia kuweza kufikia huduma za kifedha kwa kutumia teknolojia. Akiwa sokoni aweze kuaccess taarifa kuhusu mabenki, wapi kuna mikopo mizuri ya bei rahisi, au kufanya malipo na marejesho ya mikopo akiwa hapo hapo sokoni kwa kutumia simu yake. Hii imeanza, lakini bado spidi yake ni ndogo na inatakiwa iangaliwe kwa upekee kabisa. Nyingine ni namna gani tunaweza kuangalia haya makundi na kuyapa fursa mbalimbali, ikiwemo kutengeneza madaraja makubwa ya kufaa kati yao na viongozi wao, ili waweze kuinfluence masuala mazima ya bajeti na masuala mazima kilizwa kama wanawake ambao wana sauti na wanaweza kutoa vipaumbele vyao kwa serikali. Kwa hiyo namna gani mifumo yetu ya halmashauri, mifumo yetu ya manispaa inaweza kuweka vipaumbele kuanzia kwa ODC chini, ambako vinawekwa vipaumbele katika ngazi ya kata, ili vipaumbele vya masoko, vipaumbele vya wanawake na makundi vikaweza pia kusikilizwa, ikiwemo ufikiaji wa mikopo isiyokuwa na riba ambayo imekuwa ikiitwa 442, ambayo kwa kiwango kikubwa iliwapita wanawake walioko masokoni. Wengi walishindwa kukizi vigezo, ikiwemo kigezo cha makazi. Yeye yuko sokoni, hana kikundi nje ya soko, anakoishi anaingia usiku. Namna gani mfumo kopo hii isiyokuwa na riba utakaporejeshwa utatengeneza mazingira stahiki ya kuwa na dirisha maalum la kuwafikia wanawake wengi mamilioni ambao wako katika masoko ngazi tofauti nchini. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo tunafikiri yanaweza yakawekezwa na akaleta mapinduzi makubwa na mabadiliko chanya kwenye ufikiaji wa usawa wa kijinsia nchini. Asante sana mkurugenzi wa Equality for Growth, dada Jane Magigita, mvumbuzi mbunifu wa sauti ya wanawake masokoni, mwanasheria, mtetezi wa haki za wanawake na haki ya jinsia na mwezeshaji wa sekta isiyo rasmi. Asante sana kwa kutueleza kuhusu mchango mkubwa na mafanikio yaliyofikiwa katika kutambua, kuthamini na kuwekeza katika sekta isiyo rasmi na sekta kubwa ya wanawake masokoni katika kuchangia uchumi na maendeleo ya taifa. Tumejifunza kwamba tunapaswa kuwekeza na serikali inapaswa kuwekeza katika sekta hii ambayo ni muhimu sana, ambayo ina wazalishaji wengi ambao mpaka sasa ni kati ya 65% ya wanawake ambao hawako kwenye ajira rasmi. Kwa hivyo tutengeneze mifumo ya kuweza kutambua changamoto zao na fursa walizokuwa nazo na mchango katika pato la taifa, na tuweze kuwashirikisha katika mifumo, katika sera na pia katika kuwapa mikopo ili waweze kukuza uchumi na maendeleo ya taifa. Asanteni sana kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine, ni mimi Razia Kulaten Mwawanga nikiendelea kuwaletea wavumbuzi, watafiti na wataalam wa Kiafrika wanaotatua changamoto za kiuchumi katika sekta isiyokuwa rasmi kupitia ubunifu na maarifa ya Kitanzania kutatua changamoto zetu. Jiunge nasi wakati mwingine tunapoendelea na safari yetu ya Discovering Africa, ukiwa na mtangazaji wako Razia Kulaten Mwawanga.